Baba mchungaji kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa fupi ya kamati ya fundraising. Kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, kamati hizi mbili tunafanya kazi pamoja, na nilipoteuliwa kuwa mwenyekiti nilizungumza naye nikagundua kumbe yeye amesali miaka mingi hapa kuliko mimi. Mimi nimesali miaka 30 hapa, yeye miaka 41. Kwa hiyo kwa hiyo nilivyoangalia majukumu ya kamati zote hizi mbili nikatamani nirudi kwa mchungaji ili niombe tubadilishane. Mimi niwe mwenyekiti wa kamati ya ujenzi na yeye mwenyekiti wa kamati ya fundraising kwa sababu ya uzoefu wake mkubwa alionao, lakini yote ni mema tu. Nitaongeza taarifa hii, inaendana karibu sana na taarifa ambayo tumeisikia, na nitaongeza vitu vichache tu ambavyo viko kwenye kamati yetu. Kuna sisi baada ya kuteuliwa tumepata nafasi ya kukutana na kuangalia hadidu za rejea, na pia tumeandaa mkakati kwa ajili ya kutafuta fedha. Na kabla ya kwenda ndani kwenye mkakati huu, cha kwanza tuliangalia kwamba ndio tunafanya kazi hii, lakini je, iko ndani ya mkakati mzima wa kanisa? Kwa hiyo na kwa kuangalia mkakati wa kanisa tukakuta tuna malengo 11. Mengi yanaongea habari za kueneza Injili, habari za kuhudumia vikundi vyetu, kuhudumia wahitaji na mambo kama hayo. Lakini lengo namba 4 linaongea habari ya kujenga uwezo wa mapato ya kanisa kwa njia ya utoaji na kujenga rasilimali. Kwa hiyo tukaona moja kwa moja mradi huu uko ndani ya malengo ya kanisa. Lakini hata hivyo tuliendelea kujiuliza swali ambalo kwa kiasi fulani mwenyekiti wa kamati ya ujenzi amelizungumza, kwamba kwa nini tunahitaji kujenga uwezo wa kanisa. Tunahitaji kujenga uwezo wa kanisa wa mapato kwa sababu tuna kazi ambayo tuna mission yetu ya kanisa ambayo tunafanya. Kwa mantiki hiyo, badala ya kwamba kila siku tuwe tunategemea tu Wakristo au misaada mbalimbali, tukaona ni jambo jema kujenga uwezo wa kujiendesha. Na kwa kweli kanisa ambalo limejengea uwezo wa kujiendesha ni kanisa linakuwa imara, na tumeona pia kwa makanisa mengine, hata kwa wenzetu wa Katoliki tumeona sehemu mbalimbali na makanisa mengine ambayo yamejenga uwezo wa kujiendesha. Kwa hiyo ndio maana halisi ya kufikiria kwamba mradi huu ni kitu cha msingi kwa kanisa. Lakini hata hivyo, unapokuwa na kamati ya fundraising, kitu cha kwanza ambacho unauliza ni kwamba tunatakiwa kuraise kiasi gani. Na ndio ilikuwa swali kubwa kwa kamati, kwamba ni kiasi gani. Na nashukuru mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uwakili yuko hapa. Siku ya kwanza tu akaja akatutamkia, bwana, kinachotakiwa inatakiwa bilioni 1.1. Lakini nitasema kidogo hapo mbele alivyotueleza swala hilo tukapokea, tukifikiria pengine ni kubwa au ndogo, ila akaongeza lingine akasema lakini na kanisa nalo litachangia. Kwa hiyo baadaye nitawaeleza hapa kwamba kanisa litachangia kiasi gani. Lakini hata hivyo, kwa sababu mradi huu kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya ujenzi unatakiwa uweze kujiendesha, nisingesema sana kibiashara, lakini ametumia neno kuwa endelevu, kuwa sustainable. Uwe unalipa na uwe pia unaendelea kusaidia kazi za kanisa na pengine hata kujenga maeneo mengine. Kwa hiyo kamati pia imefanya kazi ya kufuatilia kuona bei za aina ya nyumba zinazotakiwa kujengwa pale katika yale maeneo zikoje, na niwahakikishie ndugu wa Kristo, lile eneo liko mahali pazuri sana. Kwa kweli ni prime area. Nafikiri wale watu ambao walianza mwanzoni kufikiria walifikiria wazo ambalo ni jema sana, kwa sababu ni mahali ambapo pana thamani kubwa. Kwa baada ya kufanya mahesabu tumeona kwamba ndani ya miaka 8 mpaka miaka 10 hela yetu itakuwa imerudi, na itakuwa ni jambo jema sana. Na pengine sasa tutakuwa na nguvu kubwa ya kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo sasa baada ya hapo tukafanya sasa jambo moja ambalo kazi kubwa ni kuangalia sasa mikakati ya kupata fedha. Na hapa ndio kazi imeanza. Hebu naomba mwambie jirani yako kazi imeanza. Maana
Sasa nimetamka nikaona watu kama wanabadilika kidogo, lakini nataka kusema tu kwamba kazi ndio imeanza. Na ukiona sasa mwenyekiti wa fundraising amekuja hapa, mjue kazi ndio imeanza rasmi. Sasa tukasema tumeweka mikakati ambayo nimeiangalia ni kama mikakati 23 mingine midogo midogo, lakini nimejaribu kuiangalia, tukasema okay, kwa muda kwa leo tuwasilishe mikakati kwenye makundi. Kwa hiyo tumepata makundi kama 5 na nitaongeza kundi moja la 6 mwishoni. Kwa cha kwanza tukasema kwa kuwa sisi kamati tumepewa hili jukumu, tuanze na sisi wenyewe. Kwa hiyo mwenyekiti mwenzangu wa kamati ya ujenzi na mchungaji siku tuliopewa hili jukumu hapa alisema tutafanya kazi kwa karibu. Kwa hiyo hata lile wazo langu la kwamba tubadilishane hakuna wasiwasi, kwa sababu najua tutafanya kazi pamoja. Kwa hiyo tukasema kwamba tuanze na kamati zenyewe pamoja na marafiki zetu na familia zetu na viongozi wetu wa kanisa. Kwa hiyo sisi wenyewe tutaanza kwa kuchangia, lakini pia kwa kutafuta fedha pamoja kwa watu wetu tunaowajua wa karibu. Na hapa tuna mikakati mingine midogo midogo, tutaeleza baadaye tutakapofikia hiyo hatua. Swala la pili, nilisema kwamba kanisa kwa sadaka zetu ambazo tunatoa kwa utaratibu wa kawaida tutachangia. Na tunashukuru sana baraza la mchungaji na baraza pamoja na uongozi wote wa kanisa kwamba kanisa litachangia milioni 400. Kwa naomba kwa hiyo. Kwa sasa muangalie jirani wako, mwambie tumebaki na 700 tu, sio tena 1.1. Kwa 700 tu. Kwa sasa tunatafuta 700 tu. Na tukasema mkakati mwingine kabla ya kuja kwa Wakristo wote, tutakutana pia na kushirikisha makundi mbalimbali. Kanisa letu lina vikundi mbalimbali na tutafikia kila kikundi. Na hapa nipende tu kusema kwamba tukija kwa vikundi vilivyoko hapa na wengine tumeongea nao asubuhi, tutakapowatafuta kuwafikia, mjue jamani mna ugeni rasmi na tumekuja kwa jambo letu. Kwa hiyo tutafikia vikundi kuanzia watoto, vijana, wanafunzi, kwaya zetu, umoja wa kina mama, umoja wa wanaume, kila kikundi tutawafikia na mwishoni nitasema kwa nini tutawafikia. Kwa baadaye tutakuwa wageni wenu na tunaomba mtupokee. Lakini pia kamati itaandaa siku maalum ambayo tutakutana na marafiki zetu, kwa maana marafiki wa kanisa, lakini hata marafiki binafsi wa wanakamati na hata kwa baadhi ya washirika wenzetu, kufanya harambee ambayo tutaifanya kwa utaratibu tutakaokubaliana na kamati. Tukio hili litawahusisha walezi wetu pia na marafiki wengine, na tunaamini pia tutapata kiasi fulani kutokana na tukio hilo. Tutakapofikia hatua hiyo tutawajulisha na tutawafikia watu moja kwa moja kwa ajili ya hatua hiyo. Lakini hatutawaacha Wakristo wote. Sehemu kubwa iko kwetu wote sisi. Kwa pia tuna mkakati ambao kamati itafikia Wakristo wote wachangie. Tumekubaliana na tutaangalia uwezekano kwamba angalau kabla ya kumaliza mradi huu tufanye harambee 2 kubwa hapa kanisani. Na pia tutaomba baadhi ya Wakristo kama tutaweza tutatoa kadi, kama unaweza kutusaidia pia kuomba marafiki zako kama ambavyo kamati inafanya, basi tufanye hivyo ili kuchangia kazi hii, lakini pia kuchangia ujuzi au chochote ambacho unaweza kuchangia tutafurahi, kwa sababu ni kazi yetu wote. Kwa hiyo mwisho wa siku hii shughuli ni ya kwetu na sisi ndio wenye shughuli, kwa lazima tutakuja kufikia hatua hiyo. Na kwa sasa pia kamati imeshaweka makadirio ambayo tutapata kwenye vyanzo mbalimbali, lakini tutasema baadaye tutakapofikia hatua hiyo na baada ya kupitisha kwenye baraza la wazee. Kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, unapofanya fundraising ni vizuri pia kuhakikisha ile hela inatumika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana kamati ya ujenzi imeangalia swala hilo, na sisi pia tulijadili kwenye kamati kwamba kila shilingi itakayopatikana itatumika kwa ufanisi wa hali ya juu, na naamini kwa usimamizi wa hizi kamati mbili tutapata
mradi ambao kwa kweli utakuwa ni wa mfano, na nimeshukuru sana kwamba kamati zote zina nia ya kufika hapo. Kwa baada ya kusema hayo, baba mchungaji, niseme na washarika kwamba sisi tunaamini kazi hii tunaiweza. Tunayo sababu ya kwamba kazi hii tunaiweza, na nilisema pia asubuhi kwamba kwa maisha yangu, kwa historia ambayo nimekuwa kanisani, sijai kuona mradi wa kanisani umeshindwa. Na kama tumeanza tukashindwa kumaliza mradi huu, tutakuwa kanisa la kwanza la kuonyesha kwamba inawezekana mradi wa kanisa ukashindwa. Lakini mimi ninaamini kwamba kazi hii tutaiweza. Kama unakubaliana na mimi, naomba unipungie. Nashukuru sana. Kwa hiyo kwa kweli, labda kama kuna mtu ana mfano wa mradi wa kanisa lolote ile, amesema kwamba mradi huu ulianza tukaona unashindwa, na sisi hatutaki kuwa huo mfano. Lakini pia kingine, tuko wengi, na ndio maana tumetangaza njia za kufikia watu wengi kwa jinsi inavyowezekana. Nilipata taarifa ya data zetu sisi tulivyo katika kanisa letu. Watu wazima, nikisema namaanisha washirika wa kudumu ambao sio vijana, washirika wa kudumu 2300 nafikiri na 9. Tuna vijana 1100, tuna watoto 310. Na lazima, kwa nini tunataja watoto? Kwa sababu lazima pia tufundishe watoto kutoa, sio kupokea tu. Kwa hiyo kwa idadi hii tulionayo, tunaamini kila mtu akishiriki kwenye kazi hii kwa moyo, itakuwa kazi rahisi sana na tutamaliza kwa haraka sana, na baadaye tutaona matunda ya mradi ambao tunataka kufanya. Na nimalizie tu kwa kusema kwa principle ya kawaida tu ya maisha, ukiamua kufanya jambo, lifanye kwa nguvu zote. Kama huna nia ya kulifanya, bora usiamue kulifanya. Lakini ukiamua kufanya ni jambo, ni muhimu kulifanya kwa nguvu zote. Na katika kupitapita kwenye Biblia pia imeandikwa, ukiangalia waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai mlango wa 3, sitasoma, lakini mstari wa 23 mpaka 24 anatuambia kila mfanyalo fanyeni kwa moyo wote, kwa sababu ya Bwana na si kwa wanadamu. Lakini pia anaendelea kusema, kumbukeni kwamba atawapeni tuzo lile alilowaekea watu wake. Mtumikieni Kristo Bwana. Amen. Nashukuru.